kutokana na mapato ya ndani ya halmashauri. Utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu pia inajumuisha dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2020, sera ya maendeleo ya jinsia ya mwaka 23, sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007, sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ya mwaka 2004, sera ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2004, pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi 25-30. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la mikopo ya 10%. Mikopo ya 10% inalenga kuongeza fursa za kiuchumi kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, pia kukuza ujasiriamali, ubunifu, ajira na kujiajiri, kuimarisha kipato cha kaya na ustawi wa jamii, kupunguza umaskini na utegemezi, na pia kuchochea maendeleo ya uchumi na ya eneo husika, kuongeza ushiriki wa wananchi katika maendeleo, kuboresha huduma za jamii, kuimarisha mshikamano wa jamii pamoja na kupunguza vitendo vya kiuhalifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hali ya utekelezaji wa mikopo. Halmashauri ya wilaya ya Mbinga ilianza utekelezaji wa mikopo kwa kupitia mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa mwaka wa fedha 2017-2018, ambapo jumla ya shilingi bilioni 6,654,321 zimetolewa kwa vikundi 583. Wanawake ikiwa wamepata bilioni 2,2,397,970.23 kwa vikundi 293. Vijana wakiwa wamepata shilingi bilioni 3,629,743,676.77, lakini kwa vikundi 219. Watu wenye ulemavu wamepata shilingi milioni 292,502,674 kwa vikundi 71. Ndugu zangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amezielekeza halmashauri zote kwamba katika 10% ikagawike kwa vijana, walemavu na wanawake. Wilaya ya Mbinga wamekuwa watu wa kwanza kuonyesha kwa vitendo. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunawashukuru na tunasema ongezeni jitihada katika kufanikisha jambo hili, maana jambo hili linaenda kuwa ukombozi kwa wanawake, vijana pamoja na walemavu kwenye shughuli zao za kijamii nyingi zaidi, ili waweze kupata hii mikopo. Lakini wakawakumbuke akina mama wajane, wa machinga na makundi mbalimbali ambayo nayo yanahitaji mikopo kama hii. Mimi leo nimesimama hapa kwa sababu nyinyi mlimleta mtoto. Mtoto huyu kwa kweli tunajivunia sana. Leo Mbinga vijijini tunaiona miradi mingi inaletwa ya serikali pamoja na jitihada binafsi. Mheshimiwa mbunge ametuletea tanki la maji la lita 10,000 hapa Mkumbi. Ametengeneza barabara, amefanya mambo mengi. Kwa kweli sisi tunawaagiza leo mtupelekee salamu za shukrani. Sisi kama Wanambinga mtupelekee shukrani za dhati kabisa kwa mtoto wetu Judith Kapinga, mbunge na waziri wa viwanda na biashara. Asanteni kuweza kupata fedha hizi za 10%, nikimaanisha kamati za kata, kamati ya halmashauri ambayo ndio CMT, lakini pia kamati ya wilaya ambayo inaongozwa na katibu wetu wa wilaya ya Mbinga, dada Pendo. Hongera sana. Lakini la tatu ni kupongeze sana madam, umefanya vizuri sana kwenye maandalizi haya.
umekuja na ubunifu wako, tumejadili, tumekubaliana na Mheshimiwa DC, unaona kabisa kwamba kwa safari hii tumekuja kitofauti. Kwa hiyo tukupongeze sana na tunaomba uendelee hivyo kwa kweli. Lakini lingine Mheshimiwa DC, sisi kama halmashauri tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa unatupa guidance na tusimamia vizuri na kutushauri, na ndio maana hata unaona kwa performance ambayo tunakwenda nayo ni performance nzuri, ni chini ya usimamizi wako, kwa sababu taarifa hizi pamoja na yote tumekuwa pia tunaziwasilisha kwenye vikao vyako na umekuwa unatuongoza vizuri kabisa. Kwa hiyo haya mafanikio na wewe pia una mkono wako, tukupongeze pia na tumpigie makofi. Kwa moyo wake wa uzalendo wa kukubali tena kurejesha zoezi la utoaji wa mikopo ya 10% kwa makundi maalum ya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu. Na kwa kweli kama ambavyo tunazungumza, jambo hili limerejesha tabasamu kwa Watanzania, kwa sababu ni zoezi ambalo linafanyika katika maeneo yetu yote ya nchi yetu kwenye halmashauri zetu zote, lakini kwa viwango tofauti, lakini vinafanyika kote. Kwa hiyo naomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa kurejesha jambo hili ambalo linawafanya wananchi wetu wapate fursa mbalimbali za kubuni miradi na kupata fedha ambazo zinawasaidia katika kutekeleza miradi hiyo. Lakini kadhalika naomba nitoe shukrani za dhati kabisa kwa uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga kwa kunipa fursa ya kuwa mgeni rasmi katika hafla hii fupi ya utoaji wa hundi ya mifano kwa viongozi na wanachama wa vikundi 116 ambavyo vimepata fursa ya kukopeshwa mikopo kwa awamu ya robo ya 4 kwa mwaka wa fedha 25/26. Na ndugu zangu, lazima niseme kwamba mjumuiko huu ambao tumekaa hapa si jambo dogo, kwa sababu kuna uwakilishi wa kata zetu zote 29, makundi mbalimbali ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wako katika hadhira hii kwa ajili ya kupata fedha ambazo watatumia kwa ajili ya shughuli zao mbalimbali kama ambavyo walikuwa wamechakata katika vikundi vyao. Kwa hiyo ni washukuru na kuwapongeza sana kwa kazi hiyo kubwa ambayo imefanyika. Ndugu wananchi, naomba pia nitumie fursa hii kusema bayana kwamba dunia yetu kama tunavyofahamu inabadilika kila uchao, na inabadilika sana katika nyanja za kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, na mabadiliko haya yanachagizwa na ukuaji wa teknolojia, hivyo kumfanya kila mtu mmoja mmoja ama kama kikundi kuwa na ufikiri wa kuweka maono binafsi katika kuibua fursa mbalimbali za kiuchumi na kutumia rasilimali muda na fedha kujikita katika kufanya uzalishaji wa mazao na bidhaa zenye kusomewa. Tungeanza kusomewa kikundi kimoja kimoja, tungesikia jinsi ambavyo kuna mchanganyiko mkubwa wa shughuli mbalimbali ambavyo wananchi wetu wameibua na kuwezeshwa na fedha za 10% za Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, kundi kubwa lenye nguvu ambalo linahitaji kuingia kwenye kusukuma uchumi wa nchi ni wanawake na vijana, na makundi hayo bado yana kasi kubwa ya msukumo wa kuingia kwenye soko la ajira. Na tukiangalia kwa takwimu za mikopo ambayo inaenda kutolewa leo, unaweza ukaona kwamba makundi haya mawili ndio yanayoongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanaenda kufaidika na fursa. Hivyo kupitia hafla hii nitoe agizo ama nitoe rai wananchi na watumishi wote kuheshimu matakwa na maelekezo ya kanuni ya utoaji wa mikopo ya 10%. Iko kwenye sura ya 290 ya mwaka 2024 ambayo imesainiwa na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana kwa niaba ya Rais, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI.
kwamba kama ambavyo ilikuwa inazungumzwa hapa, huko mwongozo ambao unaelekeza namna ya utoaji wa mikopo bila kumwonea mtu, bila kuleta upendeleo, lakini pia kuhakikisha kwamba wananchi ambao wanaomba fursa ya kupata mikopo hiyo wanahudumiwa kwa weledi na kwa kuzingatia utaratibu ambao umewekwa na serikali ya awamu ya 6.